Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 5, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Yuta. Yuta aliyejulikana pia kama Judith alizaliwa mnamo karne ya 12 nchini Ujerumani. Akiwa na umri wa miaka 15, aliolewa na mtu mmoja tajiri na mwenye madaraka makubwa. Yuta alikuwa mke mwema na waliishi pamoja na mwenzake kwa furaha. Mume wake alikwenda kuhiji nchi takatifu na huko alifariki dunia. Kwa masikitiko makubwa, mke wake alibakia na watoto awalee na kuwatunza. Hao watoto walipofikia umri wa ujana, waliingia katika kazi za kujitolea. Baadaye Yuta aliwagawia maskini kila alichokuwa nacho, akavaa nguo duni huku akiombaomba chakula kwa ajili yake na kwa ajili ya maskini. Yuta aliamini kuwa kuna vitu vitatu vinavyoweza kumleta mtu karibu na Mungu. Vitu hivyo ni mateso makali, kutoka nyumbani na kwenda kukaa katika nchi ya kigeni, na ufukara wa hiari ili kumtafuta Mungu. Yuta alitembea kwa miguu mitupu wakati wa baridi na aliishi katika upweke kwenye magofu ya nyumba. Alikaa peke yake kwa miaka 4. Watu wa kijiji cha jirani walipopita kwenye nyumba hiyo, mara nyingine walimuona akiinuliwa alipokuwa akisali, kana kwamba alisaidiwa na malaika. Yuta alifariki kule Kumzei huko Ujerumani mnamo mwaka 1260. Baada ya kifo chake, miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Yuta alitafuta utakatifu kwa shauku kubwa, akijikabidhi kabisa kwa Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya mtakatifu Yuta. Alisali hata akageuka kuwa sala yenyewe. Watakatifu wengine tarehe 5 ya mwezi Mei: watakatifu Godehard na Angelo, na pia mtakatifu Eutimus Shemasi wa Misri, watakatifu Gregorius, Arkelaus na Felisisima wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Yuta, utuombee.